Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kipindi chetu kizuri kinachoitwa Asili Lishe. Lengo la kuandaa vipindi hivi ni kwamba tunahitaji watu kula vyakula vile vya asili na kuondokana na magonjwa ya lishe. Patana nami kocha wako, naitwa Nixon Funga. Nitakufunza mengi kuhusu chakula bora, namna bora ya kula ili kuondokana na magonjwa yote yanayotokana na lishe. Mimi kibinafsi nimepitia changamoto ya magonjwa ya lishe. Nilikuwa na uzito mkubwa ambao nilishindwa kuudhibiti. Nilikuwa na zaidi ya kilo 118. Wakati wa kuwa na kilo hizo niliteseka sana namna gani ya kupunguza uzito. Kadri nilivyokuwa najitahidi kupunguza uzito au nikisema niache vyakula fulani, niache kula, mwili ulikuwa unashindwa kudhibiti, unajikuta narudi pale pale kutokana na uraibu mkubwa wa vyakula. Mpaka pale ambapo niliamua kuchukua hatua na kuamua kuanza kutafuta ujuzi wa namna gani ambavyo nitafanya ili niweze kudhibiti kitambi na magonjwa ya lishe. Namshukuru Mungu, nimeweza kupungua uzito kwa sasa. Haikuwa kazi rahisi wakati naanza, lakini baada ya kufahamu nini cha kufanya, niliweza kupunguza kilo zangu kwa kasi bila kupata mchanganyiko wowote. Leo natamani kuwafundisha mada inayoitwa ujenzi wa kitambi na homoni ya insulin. Ni vizuri kabla ya kuanza kufanya jambo lolote upate elimu sahihi. Ujue chanzo. Unapojua chanzo, una uwezo wa kutatua tatizo. Watu wengi wamejikuta wakipunguza uzito mara baada ya mwaka mmoja au miaka miwili au miaka mitatu, wamekuwa tena wakirudi kule kule na kuendelea na maisha yale yale. Chanzo cha kwanza cha kitambi au ugonjwa wa kitambi unasababishwa na homoni ya insulin. Tunapokula vyakula vinavyotokana na sukari, vinavyotokana na wanga, matunda matamu, juisi, soda na vinginevyo, hivi baada kuchakatwa kwenye mwili vinageuka kuwa sukari au glucose, ambavyo ni kitu ambacho mwili unatumia kama nishati yake ya kuendesha shughuli mbalimbali, aidha za homoni na shughuli zingine ambazo tunazifanya kila siku, tembea na shughuli zote zinahitaji nishati mwilini. Kwa hiyo nishati mojawapo ambayo inatumia mwili ni nishati ya sukari. Kwa hiyo unapokunywa sukari, ile sukari inapoingia kwenye utumbo, inapoingia tumboni na kuchakatwa, inaenda kwenye utumbo mdogo na kuanza kufyonzwa mwilini na kuingia kwenye damu. Baada ya kuingia kwenye damu, sukari inaenda kukontroliwa na homoni ya insulin. Kwa homoni ya insulin huenda kuikontrol sukari na kuupa mwili kile sukari ambayo inataka kutumia, alafu inachobakia kile kiwango cha sukari kinaenda kutunzwa kama kwa mfumo wa mafuta. Kwa hiyo homoni ya insulin hubadilisha sukari kuwa mafuta. Kwa hiyo unapoupa mwili wako sukari nyingi, unaposema watu wengine wanasema unaupendelea mwili wako, unaupa sukari mwingi. Kumbe unapoipa sukari mingi na vitu vingi vitamu kama keki, masoda na nini, mwili wako hujifonza hizo sukari ambazo umeziweka sipo kwenye hivyo vyakula. Sawa? Na kuvipeleka sasa ili kuvitunza, kwa sababu mwili una namna ya kutunza nguvu yake. Ndio maana leo mtu hata kama asipokula ana uwezo wa kuishi siku nzima, kwa sababu mwili tayari una uwezo wa kutunza energy yake, nguvu yake. Na mwili unatunzaje nguvu? Unatunzwa kwa mfumo wa mafuta. Kwa hiyo ujenzi wa kitambi unaratibiwa na homoni ya insulin. Kwa homoni ya insulin ndio inayosababisha mtu kuwa na uzito mkubwa na kitambi. Kwa hiyo ili uweze kuondokana na magonjwa ya kitambi au kuondokana na uzito mkubwa, cha kwanza lazima ujue namna ya kuikontrol insulin yako mwilini. Namna ya kufanya insulin yako isio kila wakati inaenda kutunza mafuta. Watu wengi wamekuwa wakipitia changamoto kubwa sana kwenye kupunguza uzito wao. Wengi sana wanakutana na changamoto hiyo. Wengine ambao wameanza mazoezi, mwingine ambao alifanya diet, lakini anajikuta anashindwa. Kwa nini anashindwa? Anakosa njia sahihi ambazo za kumsaidia ili aweze kupunguza uzito. Kwa ajili ya kupunguza uzito, tunawashauri watazamaji wangu, wale ambaye ana changamoto ya uzito, anahitaji tumsimamie.
njoo kwetu, tutakusaidia kukupa elimu sahihi, kukupa njia sahihi za kupunguza uzito, lakini pia tutakupatia virutubisho, kwa sababu kinachokuwepo katika maisha yetu, tunakula vibaya, tunasahau kula virutubisho ambavyo mwili unahitaji, ambavyo ni madini pamoja na vitamini. Hivi ni vitu ambavyo tunavisasa kwenye milo yetu. Wakati mwingi tumejikuta tunakula chakula cha aina moja. Vitamin pamoja na madini ni vyakula muhimu kwenye mwili, kwa sababu vinasaidia kuboost shughuli za ndani ya mwili. Kwa hiyo kama shughuli za usagaji wa chakula, shughuli zinazoratibiwa na homoni, shughuli zinazofanywa na ubongo, hizi vitamini na madini ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo unapokosa hizo, pia uweza kusababisha michakato ndani ya tumbo lako au ndani ya mwili wako kutofanyika vizuri na kusababisha kufyonzwa kiasi kikubwa cha sukari mwilini na kusababisha utunzaji wa mafuta mwilini. Kwa hiyo ni muhimu kutumia virutubisho kwa ajili ya kusaidia kuboost shughuli zako za mwili. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wanahitaji kupunguza uzito wao, ni vizuri ukaonana na sisi, tutakushauri, tutakusimamia, hata programu maalum za kusimamia, tutakuelekeza vyakula gani sahihi, namna gani ya kula, ili uweze kufikia malengo yako ya kupungua uzito. Lakini ndio sio kuishia kupungua tu uzito. Lengo letu sisi sio mtu tu kupunguza uzito. Maana kupunguza uzito inawezekana. Kufanya shughuli mbalimbali za kupunguza uzito. Lengo letu tunataka mtu apungue uzito, lakini aishi kwenye afya njema. Tunatamani utapoishi maisha yako hapa duniani, usiishi maisha ya kuteseka na magonjwa. Usiwe unajikuta kila wakati wewe ni wakwenda hospitali. Unaweza ukaishi maisha muda mrefu kweli, Mungu akakupa maisha muda mrefu, lakini unajikuta maisha huyafurahii. Mara nyingi unapokuwa unaumwa au unapokuwa na changamoto mbalimbali za kiafya, huwezi kufanya shughuli nyingi za uzalishaji mali. Utajikuta muda mrefu familia inatumia gharama kubwa ya kukutibia, lakini pia na rasilimali zako, lakini wewe pia unakosa muda wa kuongeza kipato chako. Kwa hiyo ni vizuri ukapunguza uzito mkubwa, kwa sababu unapokuwa na uzito mkubwa upo karibu au upo mbioni, maana mwili unakuonesha kwamba unakaribia kupata magonjwa ya lishe. Unakaribia kupata kisukari. Kisukari kina kawaida ya kuharibu mishipa yako, itakupatia kupata pressure. Lakini pia sukari pia ni chakula kizuri sana kwa vijidudu vya kansa. Kwa hiyo utakuta unakuza kansa yako. Kwa hiyo ni muhimu kufuata kanuni bora au kufuata miongozo bora ya ulaji na vyakula tunavyotakiwa kula. Asanteni.